jana Simba ilikuwa uwanjani ikiumana na Mbeya City katika mechi ya ligi kuu bara. Lakini gumzo mtaani na hata mtandaoni ni Isha Selemani Matola, kocha msaidizi anayekaimu kocha mkuu kwa sasa katika timu hiyo. Ndiyo, Matola ndiye aliyeongoza timu katika mechi hiyo iliyopigwa uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo baada ya Dimitar Pantev kusitishiwa mkataba mapema wiki hii, ikiwa ni siku chache tangu Simba ipoteze mechi ya pili ya ligi ya mabingwa Afrika. Simba iliyopo kundi D ilianza na kipigo cha goli 1-0 mbele ya Petro Atletico ya Angola, kisha 2-1 kwa Stade Malien na kufanya uongozi kumtema Pantev aliyeajiriwa Oktoba 3 mwaka huu kama meneja mkuu, japo ndiye aliyekuwa kocha mkuu wa timu hiyo. Uongozi wa Simba ulitangaza kuachana na Pantev na wasaidizi aliokuja nao na unatafuta kocha mkuu mpya, lakini Matola akiendelea kusalia na kuzua gumzo, baadhi wakihoji kwa nini hapewi timu moja kwa moja na wengine wakuhoji sababu za kubakizwa kila wenzie wanapotimuliwa. Nyota na hudha huyo wa zamani wa Simba na Taifa Stars alitua Msimbazi kama kocha msaidizi Disemba 2019 akitokea Polisi Tanzania, na tangu hapo jamaa amefanya kazi na makocha 9 wa kigeni na mmoja mzawa. Kila kocha mkuu anayeajiriwa Simba, Matola huwa msaidizi na kocha mkuu husika akiondoka klabuni kwa kufutwa kazi au kwa dili za kibinafsi. Kocha huyo mwenye leseni ya A ya CAF hukaimishwa timu, lakini hajawahi kupewa moja kwa moja awe kocha mkuu. Kuna wanaoamini nizamu ya Matola kupewa jumla timu, kwani tayari aliyejiunga akiwa na kigezo cha kuwa msaidizi hadi sasa akikidhi kigezo cha kusimama kama kocha mkuu kutokana na kupata nafasi ya kusoma akiwa na klabu hiyo aliyoitumikia awali kama mchezaji na anayejua ligi ya Tanzania. Na haya ni baadhi tu ya majina ambayo kocha Matola alishawahi kufanya kazi nao akiwa kama kocha msaidizi. Kocha Pantev ambaye ametoka kufukuzwa hivi karibuni, lakini kocha Fadlu Davids alifanya kazi pia na kocha Abdelhak Benchika, akafanya kazi pia na Robertinho, akafanya kazi na Juma Mgunda, alifanya kazi na Zoran Maki, akafanya kazi na Didier Gomez Darosa, alifanya kazi na kocha Pablo Franco Martinez, lakini alifanya kazi pia na kocha Sven van der Broek. Lakini wadau ambao wamezungumza kuhusiana na yeye kupewa timu kwa moja, alizungumza kipa wa zamani wa Simba Steven Nemes, ambaye amesema Matola na vigezo vyote vya kuwa kocha mkuu, amepata nafasi ya kusoma akiwa na timu hiyo, hivyo ni muda sahihi kwa viongozi kumwamini na kumwachia timu. Alisema pia wanaweza kumpangia hata mechi ili aweze kuonyesha alichonacho kutokana na kuwa na vigezo sambamba na uzoefu aliopata chini ya makocha aliofanya nao kazi, na sasa ni muda sahihi kwake kujaribiwa. Lakini vile mshambuliaji wa zamani wa Simba Zamoyoni Mogela alisema anashangazwa na uongozi wa timu hiyo kutumia gharama kubwa kuleta makocha wa kigeni, ambapo wakati mwingine wanakosa vigezo kwa kukosa imani na kocha mwenye uzoefu wa kutosha tangu amejiunga na timu hiyo. Alisema pia Matola amepata uzoefu wa kutosha na anashangaa kwa nini uongozi unashindwa kumwamini, huku akitolea mfano Juma Mgunda aliyewahi kupita katika timu hiyo kuaminiwa, tofauti na mkongwe aliyehudumu kwa muda mrefu. Lakini kwa upande wa Matola, aliwahi kunukuliwa akisema kinachombeba ni ufanisi kazini, nidhamu na kujituma na kusikiliza uongozi unataka nini, na pia rekodi akibaki na timu na kuwajua wachezaji. Vipi kwako wewe? Unaamini huu utakuwa ni muda sahihi wa kumwachia Matola asimame kama kocha mkuu ndani ya kikosi cha Simba Sports ili aweze kuwarudisha sasa kwenye ile nchi ya ahadi, kwenye yale magoli 3 ambayo tumeyashuhudia kwa Mbeya City pamoja na alama 3? Pengine akipewa nafasi tutaendelea kuyaona zaidi na mafanikio zaidi kwa upande wa Simba Sports. Tuandikie comment hapo chini. Mimi naitwa Justa Julius. Hii hapa ni PMTV. Tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii PMTV Tanzania on Instagram, Facebook, TikTok pamoja na Twitter.